ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea na darasa yetu ya Taalimul Mutaallim. Bado tuko katika fadhila za ilmu, na leo tunaanza hapa wakafa biladhati alilmi walfiqhi, na umetosha kabisa kwa ladha ya ilmu na fiqhi na kufahamu, da'iyan wa ba'ithan lil'aqili, kuwa ni yenye kumlingania na ni yenye kumpelekea yule mwenye akili ala tahsili alilmi, kuitafuta ilmu na kuipata ilmu. Yani ile ladha ya ilmu, basi yoyote mwenye akili timamu hawezi kukaa, hawezi kuvumilia ila ataitafuta ilmu. Qila, famesemwa ittafaqa 70 nabiyya. Hapana, wakad yatawalladu alkasalu, na huwa ukazalika uvivu, mtu akawa mvivu kwenye masala ya kutafuta ilmu, akawa mzembe, lakini hutokana na nini? Min kathratil balghami warutubat, kwa sababu ya wingi wa balgham na rutubat. Balgham ni hali ya uteute fulani katika mdomo wa mtu na umajimaji, ikawa mara kwa mara mtu anapata ute au mate yanamjaa katika mdomo na nini. Hivi vitu vinasababisha uvivu katika kuisoma ilmu mtu. Wa tariqu tatqlilihi, na njia ya kupunguza umajimaji katika mdomo, katika mwili wa binadamu kwa ujumla, ikawa mtu hana hiyo hali katika mwili wake, ikawa hana hiyo hali. Njia ya kupunguza taklilu taami ni kupunguza kula. Ukipunguza kula, basi huwa hali kama hiyo itapungua. Qila, pamesemwa, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pamesemwa ittafaqa 70 nabiyya, wamepatana mitume 70 alayhimus salatu wassalamu, ishuke juu yao rehma na amani, ala anna akthara an-nisyan min kathrati al-balgham, kwamba wingi wa kusahau kutokana na wingi wa balgham. Na hii tuipite kwa kathra. Huko kwa nini alikuwaje? Anna kathra. Vizuri ni anna kathratan nisyan, wingi wa kusahau. Sawa, min kathratil balgham, kutokana na wingi wa balgham. Alafu wa kathratal balgham, kama tutaifanya wao ya hatfu, basi ni vyema tukasema wa kathratal balghami min kathrati shurbil ma. Lakini pia tunaweza kuifanya ya istinaf, tukasema wa kathratul balgham min kathrati shurbil ma, na wingi wa balgham kutokana na wingi wa kunywa maji. Yale maji ya kawaida unayokunywa mara kwa mara ndio yanayozalisha umajimaji katika mwili wako na katika mdomo wako, na katika hali hiyo ikawa ndani ya mwili wako kuna maji mengi. Kuna maji kama maji ambayo yanahitajika katika mwili wa mwanadamu, lakini kuna hii inayoitwa balgham
ambayo ni athari ya kutokana na wingi wa kunywa maji. Wa kathratu shurbil ma'i, na wingi wa kunywa maji, min kathratil akli, kutokana na wingi wa kula. Utakapokuwa unakula sana utakunywa maji sana. Ukinywa maji sana utakuwa na balgham sana. Ukiwa na balgham sana utakuwa huna unachokifahamu. Ukitwaliwi mara moja tu zimetoka, ukitwaliwi kidogo wasinzia. Hivyo ndio yanakuwa maisha yako na hali yako. Kwa hiyo punguza kula nitakuwa nikipita humo madarasani mwenu. Nyinyi mko watu wangapi kwa nini? Unaweza kukuta ugali umepikwa pale. Nyinyi kwani si mko 4 nyinyi? Au leo mmepatana wote mpike sehemu moja, watakuja kula hapa? Ugali wa watu 15 wameuweka watu 4. Msifanye hivyo Wal khubzu al-yabisu yaqta'u al-balgham, na mkate mkavu unakata balgham. Mkate mkavu unakata balgham. Sawa Scones hizi, sijui boflo hivi na nini. Sawa manake kama unakula labda sijui kitu gani kidogo tu, lakini ile yenyewe unaona. Akisema mkate mkavu anakusudia pia tofauti sana na ile yale mambo ya nini, maandazi, chapati hapana. Wakadhalika aklu zabibi ala riq, na vile vile kula zabibu wakati wa njaa. Akisema ala riq akusudia ni ule muda ambao umekaa muda mrefu bila kula, alafu ndio ukala zabibu, inakata balgham. Kwa mfano usiku umelala mpaka asubuhi kumekucha, chakula chako cha kwanza kikawa zabibu. Au asubuhi umekaa mpaka saa 7 bila kula chochote, unakula zabibu. Ndio makusudio ya ala riq. Zabibu tu za kawaida. Sawa lakini unaila wakati huo. Sawa wala yukfiru minhu hatta la yahtaja ila shurbil ma fayazidu albalgham, wala sikithirishe mpaka asihitajie kunywa maji yakazidi tena balgham. Kwa sababu umekula zabibu wewe, umekula sasa, kwa sababu ule zabibu umekata kole kama hivi, au umechukua kwenye kijidebe kisadolini kile, ndio hizi bana zinakata nini hizi? Hapana. Wasiwaku yuqallilu albalgham, na kupiga mswaki sawa kunapunguza balgham. Ana mara kwa mara huwa unapendelea kupiga mswaki unakata balgham. Wayazidu fil hifdhi wal fasaha, pia ukiwa na kawaida ya kupiga mswaki mara kwa mara utakuongezea hifdhi yako na fasaha pia. Tunafahamu fasaha Naam. Mswaki ule wa mti una usuna zaidi, kwa hiyo tukipiga na ule ni vizuri zaidi. Sawa fa innahu sunnatu saniya, ni sunna nzuri. Wayazidu fi thawabi salah, na pia inaongeza katika thawabu za swala. Wa qiraati alquran, na kusoma Qur'ani. Kama ukisoma Qur'ani unapata thawabu 5 au 10 kama ilivyosema na Mtume kwa kila aya, kwa kila herufi. Basi ukiwa kabla hujaanza kusoma Qur'ani umepiga mswaki, kuna kitu kitaongezeka hapo. Wakadhalika alqai'u yuqallilu albalghama, na vile vile kutapika kunapunguza balgham wa rutubati. Ikikubidi basi unaweza kutapika, na kitu ambacho unajua ukifanya hicho unaweza kutapika, unafanya hicho unatapika, kuna vitu pale vitapungua kidogo Wa tariqu taklili al-akli, na pengine sasa mtu asema mimi nipo tayari nipunguze kula, lakini je nafanyaje? Maana chakula hiki nakiona kilo 2 tumepika sisi watu 3. Nilikwenda katika mikusanyiko, hii mikusanyiko ya kidini. Kuna mikusanyiko mingine ukibahatika kuhudhuria lazima ukajikanye mwenyewe. Usipojikanya mwenyewe mtihani. Unaona
na iwekwe kwa sahani ya watu wanne, sio salama. Alafu kuna kanuni sasa kwamba si vizuri chakula kutupwa kumwagwa. Kwa chakula lazima kiliwe kiishe, watu wanakula na ikiwezekana wanaramba sahani. Kwa hiyo sasa pale wewe kwanza tu tonge 2, 3, 4 uondoke, itakuwa kama ni kiburi, kujidai, kujiona kwamba wewe ni star, huwezi kula ovyo ovyo. Lakini kama utaamua ule paka mwisho na wewe, hasa kama ukiwa huja shiriki kwenye mikusanyiko kama ile mara kwa mara, unaweza kushangaa unajiumiza. Pia ni rai kama itatokea mtu unapata nafasi, yani naona bora unaitoa hii rai. Inshallah Mwenyezi Mungu kadri anavyoendelea kunikutanisha na hawa ndugu zetu, hii nitakuja ifikisha. Sisi kama Waislamu tuna wajibu wa kula paka mwisho. Basi tupike chakula ambacho mtu atakila paka mwisho, hajaumia wala hajaingia kwenye jambo ambalo halina muonekano mzuri katika Uislamu. Lakini yote kwa yote, njia ya kupunguza kula ni ipi? Kama pengine unajikontrol mwenyewe, at-ta'ammulu fi manafi qillati akli, ni kule kufikiria vyema manufaa ya kula kidogo, kwamba mimi ni kila kidogo kumbe ninaweza kupata sawa, nitaweza kumbe kupata uchangamfu na shati. Sijui ni mbele huko au ni nyuma, ishaelezwa aklil taamaka, si ndio? Kaitahadha bihi sahara, punguza chakula ili uweze kukesha, kusimama usiku, kuamka usiku. Kuna kitu cha namna hiyo kwamba ukiwa unakula kidogo unaweza kupata nguvu ya kukaa macho usiku na mambo mengine. Sasa ukitafakari kwamba mimi nikiwa ni albitna tudhibul fitna, kule kushiba sana, kujaza tumbo kunaondosha ile appetite, uchangamfu na shati inaondoka. Kwa hiyo asiha, lakini pia kumbe ukila kidogo unatengeneza siha nzuri. Wengi wanaokula sana wanakumbana na mambo mengi, wal-ifa, na kujichunga, wal-itharu, sawa, na kutanguliza lile kwa kheri, sawa, au kumtanguliza taban ndugu. Si ushajizoesha kula kidogo, akija mwenzio una uwezo wa kumpa kile kidogo chingine, lakini una uwezo pia wa kumpa chote. Kama tumbo limezoea kuingia tonge moja, leo lisipoingia kabisa halina shida, kuliko tumbo ambalo limezoea kuingia tonge 10 alafu leo isiingia hata moja, patakalika. Kwa hiyo ukiwa una utaratibu wa kula kidogo, una uwezo wa kufanya ithar. Amekuja ndugu yako ana shida, chakula ni kile kidogo, na mwachia anakula, na wewe unaweza kusago, hauna shida. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu ukatafakari manufaa haya, kwamba kumbe yule anayeshindwa kumkaribisha mwenzake kwenye mavyuo mule na kambi mbalimbali, saa nyingine watu hawakaribishani, mtu anashindwa hata kumkaribisha kwa sababu yeye mwenyewe kile kilichokuwepo pia hakimtoshi, tashajizoesha, sawa. Lakini ukiwa wewe umezoea kula kidogo, una wasiwasi. Ni kumbuka wakati tuko chuoni, sisi tulikuwa na sufuria yetu ndogo kama hivi, tunapika ugali kama nusu kilo hivi, tuko watu wawili, lakini sufuria yetu ilikuwa haibadiliki sisi siku zote. Lakini miongoni mwa watu ambao walikuwa wakipiga chupa na sisi, piga chupa ni mtu kuja kula kwako. Hii ilikuwa inataadi kote kote. Mwenzio akila kama wewe haupo, amekula chakula chote, amekupiga chupa, amekushindisha na njaa. Umechelewa sehemu kwenye shughuli, umepiga chupa. Lakini mtu akija kwako pia akaja akala, amekupiga chupa. Sasa sisi tulikuwa tukipiga chupa sana kwa design hiyo, kwa maana watu walikuwa wakija kwetu tukila nao, lakini sisi hatukuwa tunababaika. Ili tusije tukawalaumu watu, hatubadilishi kipimo.
Ukibadilisha kipimo ukafanya sufuria kubwa, kesho utasemaje? Unga wetu umeisha kwa sababu bwana Rashidi amekuja kula na sisi siku 2 mfululizo Yule bana. Umeona? Chakula ni kile kile. Wakija wawili, siku nyingine anakuja kwa pamoja watu wawili. Siku nyingine anakuja mtu mmoja, siku nyingine watu watatu. Chakula kile tunakula, tunaingia madarasani. Kwa hiyo utathubutu kufanya hivyo, lakini endapo tayari umetaamal miongoni mwa faida za kula kidogo na hizi, kwamba kumbe anaweza mwenzako akaja pia ukamruhusu kula naye kwa sababu wewe mwenyewe ushazoea kula kidogo. Kwa hiyo hata yeye akija akila na wewe pamoja hauna shida. Balaa ni pale ambapo umezoea jitubo ulijaze mpaka ukitazame. Akija mtu ona haiwezekani. Kwa inshallah tushilie hapa katika fadhila za ilmu, sehemu ambayo ni njia gani itakusaidia wewe kuweza kupunguza kula, na inshallah sio njia moja tu, ziko nyingi nyingine tutaziona huko mbele. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.